Haki ya tatu ya mume kutoka kwa mkewe, huyu mke asimuingize ndani, asimlete ndani mtu yoyote ambaye mumewe hampendi. Alla tudkhila fil baiti man yakrahuhu zawjuha, asimuingize ndani mtu yoyote ambaye mumewe hampendi. Yani ukijua huyu mtu mume wangu hawaelewani naye, hampendi huyu, wewe usimlete ndani. Si unanielewa? Usianze tena mawaidha, mume wangu unachukia binadamu wenzako bila sababu tena, unakuwa tena shekhe kidogo. Kwanza usimuingize, alafu baadaye utazungumza na mmeo. Unifahamu? Usimpeleke ndani mtu ambaye mwanamume hampendi. Haki nyingine imefika ya ngapi hiyo? Bado ya 4. Haki ya 4, usitoe nyumbani kwa mmeo kitu chochote alicholeta mmeo bila ridhaa yake. Usije ukawa kama yule mtaje tu Hanana, yani anapata ndani vinaletwa alafu anagawa huko nje, sio? Kilicholetwa na mume marufuku kukitoa ila kwa ruhusa ya nani? Ya mume. Ya mume. Haki namba 5 ambayo mume apewe na mkewe, haki ya 5 ni kama ile ya mke, ni kuficha siri zake. Mke anatakiwa kuficha siri za nani? Za mumewe. Asipeleke siri za mumewe nje. Na hili tatizo limeenea sana zama hizi, kutoa ndani mambo kupeleka nje. Kupeleka nje. Wengine wanawake katika kutoa siri za waume zao, anawaambia wanawake wenzie, wenzangu nyinyi mmeolewa, lakini mume wangu mimi bwana, yeye ana matatizo sana. Akishashika jembe, akiingia shambani kulima, analima usiku kucha, analima tu, hapumziki kulima. Msinisukume ndani huko, mimi naishi hapa nje, sio? Analima usiku wote huyu mwanamume. Anamwambia mwanamke mwenzie, kumbe pengine huyu mwanamke unamwambia huko kwake kilimo hakifanyiki, kilimo hamna. Sasa si unamtuma aje kulima huku? Mimi napenda bwana mnanielewa upesi kabla sijaingia ndani sana. Asitoe siri za mumewe nje, ataharibikiwa. Haki ya 6. Haki ya 6 ni heshima. Mke anatakiwa ampe mumewe kitu gani? Amuheshimu. Huyu mume bana ndio pepo yake. Sasa hivi mwanamke akiolewa, akishaolewa ajue kabisa pepo yake iko kwa mumewe. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radhin anha dakhalatil janna, mwanamke yoyote atakayekufa na hali ya kuwa mumewe kamridhia, basi pepo ishafunguka, anakwenda kuingia peponi siku ya kiyama. Aheshimiwe mume. Heshima inajumuisha mambo mengi sana. Maneno mazuri kinywani, sio? Maneno mazuri kinywani. Kuna aina za kutazamana. Kuna mtu akikutazama tu ajua kwa mtazama huku huyu aniheshimu, au sio? Yani macho haya yanazungumza sana. Yuko mtu akikuangalia unajua huyu ananitazama ananiheshimu, au sio? Mimi naona baadhi ya mambo siku hizi, kwa sababu tunaongoza watu sisi, au sio? Kuna kina mama wamekuwa wana aina ya kutazama, anaweza akakuangalia ukajua kabisa hapa napewa ujumbe kama mimi sio mtu wa maana. Hatikisi kichwa, macho tu. Utaona macho yake anaanzia huko juu, anayashusha macho tu, kichwa kichwa hayashughuliki. Mmeshanielewa sijui? Sasa najaribu nashindwa, mimi siwezi kama nyinyi. Yale macho anakutizama huko, alafu namna fulani anayageuza kule, anayashusha huku, anakuja mpaka chini. Sasa anafanya speed, anafanya hivyo, anapeleka hivi, anakushusha hivi, anakupeleka macho. Sasa uwezi kumwangalia hivyo mmeo.
Na wengine ni mafundi kidogo, wakati anakuangalia hivyo macho, kakupa kichwa tu, Mungu kaelekea huko, kaletea macho tu hivyo. Alafu sasa anafanya hivyo, anashusha, yani unatamani kukimbia, macho tu. La, haki nyingine ya mume ni kuheshimiwa. Muheshimu namna ya kumtazama, muheshimu namna ya kuongea naye, muheshimu namna ya kukaa naye, ni heshima. Sio, mnanielewa hivyo? Sasa hizi ni haki za wanandoa. Nimetaja baadhi za wake, nimetaja na baadhi za wanamume. Hizi haki, na haki zote hizi usifikiri haki umepewa na mme. Haki zako umepewa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Na mume ajue haki unazotakiwa kumpa, humpi zawadi, humfadhili. Ni haki zake kapewa na nani? Kapewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, kina mama zangu, mnajua kama watu wakiishi wanapeana haki, maisha hayo yatadumu vizuri sana. Mmenielewa? Sasa namaliza, hizi ni haki za lazima, yani hukukul wajiba. Hizi ni haki lazima watu kupeana. Namaliza muhadhara wangu sasa hivi kukuambieni haki zile za hiari. Ni haki ya mume, lakini unampa kwa hiari yako. Hata ibada, kuna ibada za faradhi na za sunna. Na mule kwenye maisha ya ndoa kuna vitu vya lazima vizuri sana, na kuna vingine ni sunna, lakini vinanogesha jambo la mule ndani. Nataja mwanamume afanye mambo 10. Mwanamume afanye mambo mangapi? Hapa nakupeni kiapo, mama zangu, mwanamume akikufanyia mambo 10 ambayo sio wajibu wake, akaamua kukutendea hayo, ukija ukiomba talaka, ujue unatakiwa ukapimwe akili, sio mzima, unaumwa. Mnanielewa? Naona mmekaa makini, haya mambo mnataka niyataje, na nayataja. La kwanza, huyu mume anatakiwa kuwa na tabia ya kukushukuru kwenye kila jema unalomtendea. Ukipika vizuri, umempikia mmeo vizuri, au sio? Akila pale, mume awe nayo tabia ya kukushukuru. Mama zangu, kuna binadamu gani hapendi kushukuriwa? Mume wangu, mke wangu, alhamdulillah, leo umefanya vizuri, leo umeweza, kweli mimi nimeo, anakushukuru. Unajisikiaje? Kwa sababu kuna kina baba wanapakia huyo, alafu anachukua simu anachezea, yani kama hapa kufanyika jambo jema vile. La, mwanamume amshukuru mkewe kwenye kila kheri anofanywa. Hii la kwanza ufanyiwe, au sio? La pili, musaadatu rajuli zawjatahu indama tuaddi mas'uliyat almanzil. Ni tabia nzuri ya huyu mume kumsaidia mkewe baadhi ya mambo ya nyumbani. Mume awe anaweza kumsaidia mkewe, na hayo kafanya bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Iko hivi, upo jikoni, mama, unapika chakula unampikia huyu mwanamume, au sio? Yeye karudi kazini, yuko kitandani kajilaza, anachezea simu, lakini pale kitandani kuna nguo ulizifua zako na zake. Akainuka yule mwanababa, akaanza kukunja zile nguo vizuri kwa mkono wake, anakunja zile nguo vizuri, anapanga vizuri kabatini zile nguo vizuri kabisa. Hivi ukitoka jikoni ukakuta hali hiyo, unajisikiaje? Sasa asikae tu achezea simu, na isiishie hapo. Kuna siku moja wewe unashughulika huko, aweza akatoka nje na kijikifagio kidogo pale nje, anafagia. Hata kama kadeki kale na kwa renama anatia deki pale nje, atasemwa huyu kashawezwa tena, maskini kashalishwa vya kulishwa, huyu anapiga deki tena. Usisikilize watu, imarisha nyumba yako. Hakuna mwanadamu dunia nzima ambaye hapendi kusaidiwa. Kila mtu apenda kusaidiwa.
anatakiwa mume akupe haki hiyo, anakusaidia baadhi ya mambo. Na kuna wanaume wengine mahodari kupika, wanajua. Anakuja jikoni huko, kiwango vipi, chumvi iko sawa hapo, anasaidia pale. Wewe kuna nazi, anakata nyanya hapa, unaonaje hiyo kitu? Raha sasa, lakini ndo hampewi. Sasa tatizo hampewi hicho kitu, mpate. Jambo la tatu mume akupe, jambo la tatu ambalo mume akupe ni kukupa nafasi ya kutoka naye, alkhuruju maaha. Yani mume asikuweke ndani kama hirizi ya nyumba. Siku moja moja, mke wangu tutoke kidogo. Na mimi nafahamu hakuna kitu anapenda mwanamke kama kutoka na mmewe. Anaenjoy sana mke, unatoka naye. Usizingatie pesa usizingatie. Hata kama una shilingi 2000, toka naye. Si utamnunulia epo? Tafuta mahali kunauza epo, mke wangu chukua epo hapa, ndio pesa nilionayo. Anafurahi hiyo. Ukiamua kumweka ndani tu, hatoki kila siku, hatoki, ataanza kupachukia nyumbani kwake. Binadamu akiwa na jambo siku nyingi linamchosha, sio? Na hasa wewe unapenda kumtoa na kwenye kutoka pia unapita kule kwao, mnasalimia vizuri wazee wake, sio? Anafurahi sana mwanamke. Jambo la nne, Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema tahabu, peaneni zawadi mtapendana. Yule mume awe na mtindo wa kumpa zawadi mkewe. Anampa zawadi mkewe. Mimi simjui mwanamke hata mmoja ambaye hapendi zawadi. Yaani zawadi utaki. Kila mwanamke anapenda zawadi, na kila zikiwa nyingi ndio bora zaidi. Basi kila akija mume hana kitu, pengine ni maskini au sio, lakini anapita dukani pale, ananunua kwa mfano sokoni hapa, anakuja na machungwa mawili tu, ndio uwezo wake. Anambia mke wangu, nimekuja mimi sina pesa, nimenunua machungwa mawili, moja la kwako moja la kwangu. Anafurahi mke, kwa sababu anajua huko ulikuwa unamfikiria. Unanielewa hivi? Sio kuja tu nyumbani. Kuna watu wanakuja hivi tu mikono mitupu basi, anakuja tu ukali kama nani. La, zawadi. Namba 5, mume ahakikishe anakutamkia neno na kupenda japo mara 2 kwa siku. Faliyajtahidi rajul an yakula li zawjatihi kalimata uhibbuki walau marrataini fil yawm. Mume ahakikishe kila siku neno na kupenda lisikauke humu ndani, na imeambiwa walau at least mara 2 kwa siku. Mama zangu, niambieni, mwanamke gani ambaye kachoka kuambiwa nakupenda? Msione hizi nyumba zimeshayumba yumba huko zenu, kwa sababu kuna wanawake hapa mmefikisha mwaka wa 5 leo wa 10 hujaambiwa nakupenda hata siku hii. Neno nakupenda unaliangalia kwenye TV, wanaambia na watu nakupenda. Wewe huambiwi. Neno nakupenda limepotea ndani. Mmoja alinikuta nasomesha darasa mahali huko Mbezi Beach huko. Nikawafundisha watu wanatakiwa wanamume waambie wake zao nakupenda japo mara 2 kwa siku. Nikalisomesha, akanielewa. Karudi nyumbani huko mbio, kufika akamkuta mke jikoni. Mke wangu nakupenda. Akaambia baba, wewe sema tu unataka nini? Wewe una shida gani kwa leo? Toka lini mambo hayo? Akaanza, wewe mwanamke ufai wewe. Yaani nimekuja na maneno mazuri unanijibu hivyo. Toka lini? Alitakiwa amwambie mkewe, mke wangu sikiliza, uridu an aftaha safhatan jadidatan ma'ak. Mke wangu, leo shida yangu nataka tufungue ukurasa mpya wa maisha mimi na wewe. Hayo ya nyuma basi tena. Kama sijakwambia ndio naanza leo. Utaendelea kuchukia au utapokea? Kwa sababu kama huyu mume hamwambii mkewe nakupenda, wallahi uko nje anaambiwa. Halafu katika siri kubwa ya wanawake, na Mungu awabarikie, uko nje wakiambiwa nakupenda hawaji kusema huko. Ni siri yake.
Na uko nje akiambiwa mama umependeza na kupenda, utasikia asante. Anatoa asante kuashiria neno na kupenda linamfurahisha. Unanielewa? La sita, fal yajtahid kullu zawj an yuqabbila zawjatahu hasba taqatihi. Mume ajitahidi. Sasa hapa natafuta lugha hapa, kwa sababu mwingine mnanizana, natafuta lugha. Kuna lugha nzuri nitafute hapa. Ajitahidi mume kumbusu mke wake mara nyingi kadiri inavyowezekana. Kubusu mke ni sunna ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume mpaka kafika miaka 60 62 kila siku anabusu wakeze. Jamani kina mama, wengine mama zangu mnisamee, yuko mwanamke hapendi kubusiwa na mmewe? Sijui ndani una tatizo. Ukiona ndani humo tatizo limeshaingia. Mwingine maskini alimuona mke wake anakuja, mumewe anakwenda ataka kumbusu, akaambia bwana tatizo lako wewe, mdomo wako huu una shida, mdomo wako upigi mswaki bwana. Mswaki, matatizo gani haya? Qublatun ni tabia ya wanandoa kubusu. Unanielewa? Na bahati nzuri neno jambo kubusu hamna binadamu asiyelijua, kila mtu anajua. Na kule kubusu kuna aina nyingi zimeelezwa na ulama wetu. Kuna kubusu unambusu binti yako ulomzaa, ana namna yake ya kumbusu. Kuna kumbusu mama yako mzazi. Mama mzazi unaenda unambusu, anafurahi sana mama, unambusu. Kuna kumbusu mke. Sasa nisiingie ndani sana sasa kufafanua tena mke unambusu vipi, lakini ni sunna. Ni sunna. Jambo la 7 nitaishia hapa kwa wanamume. Huyu mume anatakiwa kuwaheshimu, kuwapenda, kuwasaidia kadiri ya uwezo wake wazazi wa mkewe, kwa sababu hakumuokota mke porini. Huyu amemkuta na wazazi, wamemlea, wamemhudumia, wamemtunza, si ndio mpaka akampenda, au sio? Hakikishe wale wazazi wa mke wake ni wazazi wake pia. Hivi mama, ukimwona mmeo yuko mstari wa mbele nyumbani, wazazi wake wameumwa, kashampeleka mamako hospitali, haya nyumbani kuna shughuli huko, mstari wa mbele anafanya, unajisikiaje? Husikii vizuri? Utamwambia nipe talaka? Haya mambo 7 upande wa wanamume. Haya kwa sababu yule mzazi huyu mume kuwahudumia wazazi wako wewe mke sio wajibu wake. Nirudie, mume kuwahudumia wazazi wa mkewe sio wajibu wake. Asipowahudumia hapati dhambi hata hii, lakini ni jambo la kheri la kibinadamu. Akilifanya mke anafurahi, au sio? Anapata furaha na ndoa inaimarika. Na kuja upande wa wanawake, ndio mwisho wa muhadhara huu. Kuna mambo mwanamama ukiyafanya ambayo hayo sio kama yale ya lazima, lakini ukiyafanya yule mume hakupi talaka kabisa. La kwanza, ishabihi bilqanaati wat-ta'a. Ishabihi bilqanaati wa husni as-sam'i wat-ta'a. Fa inna fil qanaati rahata qalbi wa fi husni as-sam'i wat-ta'ati mardatan li rabbi. La kwanza, ishi na mume wako kwa kumshiba. Lugha hii imeelewa? Yani usiishi na mume kama ndo nipo tu tena, yani kama unapita njia, kuna mahali unataka kuelekea, mpokee kwamba ndiyo destination yako. Mimi katika mahusiano Mungu ndo kanileta hapa, kwa hiyo hapa ndo kwangu, huyu mwanamume ndiyo wa kwangu. Unanielewa? Umshibe. Kumshiba ndo hivyo, yani kumuona ni kitu chako ambacho huko tayari kukipoteza. Bilqanaa wa husni as-sam'i wa ta'a, umsikilize vizuri na kumtii.
La ziada hapa ni kule kumshiba, au sio? Kule kumkinai, maana kule kumtii nishaeleza kama ni wajibu. Wahtarisi maudhi'a ainihi, linda sana jicho lake. Mama zangu, ulinde nini? Wallahi, ukitaka usiachwe, lilinde jicho la mmeo. Linda mno jicho la mmeo. Mmoja alimwambia, akaniambia, shehe, mimi nikalinde macho ya mtu tena? Nalinda vipi? Nikamwambia, la, linda macho yake. La taqa'anna ainuhu minki ala qabihin, jicho lake mumeo lisiangukie kwako likaona kitu ambacho hakifurahishi. Ndio kulinda jicho hivyo, sio? Yani kama unashughulika na kajiwanja hapa, kaweke akaka wanja kwa ajili ya kuchunga jicho la nani? Maana usipochunga jicho ukaweka wanja, una staili unaoipenda wetu, au sio? Sio mume wenzako nje watamwekea wanja anavyopenda yeye, wako huko nje wanatia wanja, wamemvizia rasmi. Chunga jicho lake. Ukitafuta nguo, tafuta nguo uvae kwa kuchunga jicho la nani? La mume. Useme nguo hii ninayovaa leo hii ni katika hizo anazopenda mume wangu. Mpaka sabuni, ndani sabuni imo, tafuta sabuni, unajua sabuni hii harufu yake bwana inamfurahisha, ogea sabuni hiyo. Mafuta ya kujipaka, ukigundua macho yake hayafurahi, achana nayo. Ni kuchunga jicho la nani? Mumeo akikutazama jicho lake halifurahi, atatafuta mahali pa kufurahisha jicho lake. Na bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, mastafada almar'u almuslimu ba'da taqwa Allahi min almar'ati salihah, hajawahi kupata faida mtu baada ya faida za kumcha Mungu kuliko kupata mke mwema. Mke mwema ni nani? Idha nadhara ilaiha sarratuhu. Mke mwema unamuona ni yule ambaye mume wake akimtazama anafurahi. Hakikisha mume wako jicho lake likikuangalia linafurahi, wewe unachunga jicho lake. Hapa simenielewa? Kingine, ihtarisi mawdhi'a anfihi, linda na pua yake. Ukilinda jicho ulinde na nini? Na pua. La yashumanna minki illa atyaba rihin, mumeo asipokee kutoka kwako isipokuwa harufu nzuri. Unanielewa? Mumeo ukipita anasema naam, kapita mke wangu hapa, unapita na harufu. Na siku hizi alhamdulillah kuna manukato mpaka 500. Yani kama una hela nyingi 500, ila hawa ya 500 ukipaka size dakika 5 yameisha, unuki tena. Nilipita mara Dubai huko nyuma, nikakuta kuna kichupa cha manukato kama kidole changu hichi, kichupa cha manukato. Nikakiulizia, haya kwa pesa ya Tanzania kichupa hiki, kule wanalipa dirham ya Dubai, kwa pesa ya hapa 4,000,000 kichupa kama hiki. Lakini ukidondoshewa kitone hapa, kitone tu, mtaa wote watajua kuna mtu anapita, na itafuliwa nguo mara 3, 4, 5, bado kile kitone kipo. Lakini ujikaze 4,000,000, ujikaze kidogo. Mimi najua 4,000,000 sasa hivi nikikupa ala ununui kichupa cha manukato, ukanunua 4,000,000 kweli. Chunga pua ya mume. Kuna mama nimemsikia sema, if I'm saying this story. Jambo jingine, kuwa makini sana wakati wake wa kula. Ihdai waqta ta'amihi, andaa vizuri muda wa kula mume wako. Wanawake wamechukiwa mpaka wameachwa hapa eneo la kula. Eneo la kula uwe makini. Ukiamua kumpikia mmeo basi pika kweli, usijaribu. Na wanamume kwa tabia wanapenda sana kula vizuri. Wanamume mwanamume anapenda ale vizuri, isipokuwa ustadhi tu ndo hapendi, lakini wanamume wote wanapenda kula vizuri.
Usipike unamwekea mume, umepika mchuzi, nyanya, kitunguu, kama askari anapiga saluti mule, la, utasababisha kuachwa. Umpikie vizuri, na ule muda anapokula uwe makini naye mno saa ya kula. Mama zangu, si tunasafiri sana na tunaenda tunakula mahotelini. Na wengine wala si mahotelini, kwa kina mama ntilie. Kuna mtu wetu wa nani? Mama ntilie. Kazi moja haifai sana zama hizi ya mama ntilie. Kwa sababu ukianza kwa mama ntilie, mwenzio kwenye biashara atakuwa shetani, atakuja kusaidia kuuza mama ntilie. Mama ntilie zama hizi kusalimika, mtanisame mimi sipendi, napenda haki, sio? Yaani mama ntilie kusalimika. Nikisema kusalimika unanielewa? Kusalimika na machafu ni kwa msaada wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mama ntilie, mama ntilie mtu hatari bwana. Anajua kupokea wageni. Ukifika tena baba kama mimi, karibu shekhe, mimi siendagi na mfano tu. Siendi kwa sababu nina wake wawili na mmoja yumo na mpango tu wa kuendelea kumtafuta watatu. Wa pili yuko. Mimi siwafichi, nawaambia wazi kama mimi nataka nife na wake wanne. Nawaambia wazi. Na mwenyewe anaona raha tu kwa sababu ananisikia kila siku, ana tatizo. Mama ntilie, karibu baba, kupokelewa vizuri. Karibu baba, karibu njoo. Anafuta ile benchi utakalokalia. Anakufutia. Huku nyumbani mke akufutii kiti, utakaa mwenyewe kwenye vumbi. Mama ntilie anajua kufuta kiti. Akifuta kiti yule bwana anakaa. Anakuja mama ntilie mpaka karibu yake. Salamu alaykum. Na sauti ni ile sauti ya dhahabu. Sio kusema na mtu kama kunguru kule analia, la. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Karibu baba, karibu. Kuna kila kitu hapa. Umesikia hiyo lugha? Kuna kila kitu hapa. Unaambia sitaki mimi kila kitu. Sema unataka nini? Nataka hiki, nataka. Au umepata sema kingine. Anataka kingine, sema kingine. Wallahi, pelelezeni, mimi najua mambo haya. Yule mama ntilia anaenda kuleta maji ya kunawa, anamletea, na kuna wakati ni ya moto. Huyu mume nyumbani kwake hajawahi kupewa maji ya kunawa ya moto hata siku hii. Analetewa maji ya moto na atamiminiwa, au sio? Atamiminiwa. Huyu bwana huyu nyumbani kule hamiminiwagwi, ananawa mwenyewe tu amewekewa. Mama ntilia anakunawisha. Akisha kunawisha atakuletea tishu. Uko nyumbani mume hajawahi kupewa tishu, akinawa anafanya hivi. Tishu hamna. Anapewa tishu, anajifuta maji tayari, sawa. Analetewa chakula bikulli hudu'in wa tma'anina. Nidhamu 100. Anawekewa chakula. Anawekewa mchuzi, sijui vitu gani, mboga ya majani, mipango ya kula mnaijua. Anaambia karibu baba. Karibu. Huyu mume nyumbani akishawekewa mke wake ndo kazi yake, karibu atajiambia mwenyewe. Karibu atajipa mwenyewe. Mama ntilia anajua kumwambia mmewe karibu kula. Sio, mnanielewa? Akianza kula hatua 1 2 ya kula, mama ntilie karudi. Amerudi. Vipi baba, chumvi iko sawa? Au imezidi nini? Ni kuongezee mchuzi? Vipi, kila kitu kipo sawa? Macho yako kwenye mstari wa ikweta. Vipi hapa, kila kitu? Nyumbani kule mke hana hiyo time. Akishaweka pale utajijua mwenyewe tu kama pilipili zimezidi kunywa maji. Hivyo. Unakula pale. Anarudi tena. Baba, tuongeze nini? Maana kila kitu kipo, tuongeze nini? Hivyo. Sasa hebu niongeze maharage kidogo. Umeyapenda basi kesho nitaongeza hivi. Kesho nitaongeza zaidi ya hapa. Analetewa mumeo maharage, analetewa. Yuko hakai mbali. Akimaliza kula pale anakuja kunawishwa, tishu ipo, unafahamu, analipa. Huyo mwanamume anayefanyiwa haya, akilipa shilingi 10,000, akishanawa anaanza mama ntilie mwenyewe kwanza. Baba, nisubiri nikatafute change kidogo pale. Usifikiri hana mipango tu hiyo. Ngoja nikatafute change kidogo baba. Na kuthibitishieni huyu mwanamume hataki change. Mama, change gani bana? Hiyo utatia vocha kidogo. Utatia vocha shilingi 5,000 imeachwa vocha. Wewe unampikia kila siku, hajawahi kupa hata 100 kwa sababu hii hospitality utoi.
Unanielewa? Hata 100 upewi. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya 4, mama ntilia anamwambia mumeo, sikiza baba, unajua wewe umekuwa mteja wangu mzuri, sasa ni bora ukiwa unakuja uniambie ni kuandalie rasmi. Kwa namba yangu ya simu chukua. Namba za simu zinapeanwa. Haya, baada ya namba ya simu, kitakachofuata baada ya namba ya simu huko ni neno gani? Al-Fatiha. Uko mbele. Wanawake, kuweni makini anapokula mume. Mnanielewa? Anapokula mume, usione nishamtengea iftari hapa, viazi nini, wewe unashughulika na mengine. Fuatilia anaridhika. Kama haridhiki na ulichopika, mridhishe kwa maneno mazuri. Mpe maneno mazuri. Mnanielewa? Nimesema tunza macho ya mume, tunza na pua. Uwe makini sana wakati mume anafanyaje? Anakula. Wallahi wanawake wengi hawako makini na habari ya kula mumewe. Wanavutiwa na mama ntilie na mabinti wa mahotelini. Wengine mmeshasafiri kwenye ndege pengine sijui. Mimi nimesafiri mara nyingi sana. Wale air hostess unaona? Wale anakuja kwenye kiti na lugha yake nzuri. How are you? What do you want? Vizuri. Hiyo mundani huambiwi hiyo. What do you want? Ulizo unataka nini? Wewe uulizo unaletewa magimbi tu. Magimbi hapa na uji. Huyo anaondoka zake. La, kuwa makini wakati huyo bwana mkubwa anakula. Nukta muhimu sana hii ya ndoa kufa. Maana huko nje kuna wanaokaa naye makini huyo. La mwisho, kuwa makini. Ihdai jayidan waqta manamihi. Kuwa macho na uhodari, ubunifu, ufundi wako wote wakati mume anataka kulala. Hapa sasa ndio, yani kama mke hasa ni hapa. Nimeona mmenielewa vizuri hapa. Mfanye huyu mume akiingia chumbani kwako hatamani kutoka. Kuna mtu akishafika chumbani bwana atoka. Na viko visingizio vingi wanamume wanavyo. Akishaona chumbani hapati kinachotakiwa, anaweza mwanamume akasingizia mbu, akasingizia joto, anaenda kukaa nje visingizia. Anarudi saa 6 usiku nyumbani. Mwanamke uhakikishe umfanye mume ni mateka wako muda wa kulala. Yani asiwe mwanadamu huru. Uhuru wake mpokonye kabisa. Yani uhakikishe watu wa mipira wanajua unakaba. Umeona wameelewa hawa huku, wameelewa vizuri. Yatengeneze maneno ya kumwambia, yatengeneze macho ya kumwangalia. Sisi wanaume mara nyingine kama watoto wadogo unajua. Kama watoto hasa, tengeneza macho ya kumtazama, tengeneza maneno ya kumpa, umo ndani kuwe ndani. Nataka niwahakikishieni kwa kiapo, mwanamke akifanya haya manne, anachunga uso wa mume wake, anachunga pua ya mumewe, yuko makini sana wakati mume anakula, yuko makini kupita makini wakati mume anakwenda lala. Mwanamume atakayetoa talaka na mazingira ni haya, anabidi akapimwe akili. Si mzima hata kidogo. Na mara nyingi wanamume ukimwona anakuwa sugu na haya unayafanya, ujue uko nje kumeshatokea tatizo. Yuko mwanamke mmoja amekaa na mmewe, anajitahidi kila kitu. Yule mwanababa haoneshi ku appreciate, hakuna appreciation yoyote. Wala hakuna siku anaambiwa mke wangu nakupenda hata siku moja. Yule mke siku moja akaamua, akaingia bafuni, akaoga kwa sabuni ya tunu, akaingia kule akajipamba nguo za maana, akajitia manukato vizuri sana siku hiyo. Bwana mkubwa amekaa kule kwenye bustani kule, anasoma gazeti na huku anakunywa dafu. Yule mwanamke akapita mbele ya mumewe kama hapa, hakuambiwa neno, akarudi hana alichoambiwa. Sikuna maneno atakiwa aambiwe hapa.
Kuna maneno hapa, mashallah mke wangu umependeza sana leo. Ujue sikukosea mimi kukua. Maneno kama hayo sio? Hakuambiwa neno. Mume sugu tu. Kainamia gazeti. Mama akaamua kumsemesha. Akamwambia, ya Baali, ewe mume wangu, kaifa tarani lyaum, mume wangu hivi leo unanionaje? Hebu nitazame, unanionaje? Yule bwana akafunga gazeti, alafu akainua macho akamtazama, akamwambia, innani alyawma araki kalqirdi fawqa shajar, leo mke wangu, leo nakuona kama nyani wako juu ya mti, ndio ninavyokuona leo. Hii ni kuashiria kama na hao wanamume sugu wapo, au sio? Lakini innal ahkama tata'allaqu bil ghawalibi wala tata'allaqu bin nawadir. Hukumu zinawekwa kwenye yale mambo yanofanyika kila siku ya kawaida, sio yale mambo mara chache kutokea. Kawaida ya binadamu akifanyiwa haya manne, jicho lake linachungwa, pua yake inalindwa, halafu hawa wamefurahi kweli hawa waliposikia mwanamke wa watu kaambiwa kama tumbili. Halafu anatayarishiwa inavyotakiwa muda wa kula. Halafu kule chumbani kule ana mipango ya kuziwiwa asitoke. Wanawake wanamume tabia yao hapa ni mahala hatoki kabisa. Na ukimwona kaziwiwa huko na mwingine, ujue wewe mwingine anafanya haya ambayo wewe hapa ufanyi. Tunaelewana hivyo? Mwenyezi Mungu azibariki ndoa zenu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akutilieni amani majumbani. Akupeni na kizazi chema. Niko tayari ijapo kwa muda mfupi kujibu maswali yenu kama yapo, na barnamiji ya maswali itaongozwa na Sheikh Isa. Inshallah nayoweza nitakusaidieni. Karibuni sana. Shukrani sana Sheikh wetu Sheikh Uthman Khamisi, Allah kubariki sana. Amin. Kwa taarifa tu niwafahamisha Sheikh Uthman kuanzia Jumatatu hali yake ya kiafya ilikuwa sio nzuri, alikuwa yuko ndani, yani mpaka jana na mcheki mpaka leo siamini, kwa sababu maradhi yalikuwa yanamsumbua. Ana flu kali sana ambazo hawezi kutumia maiki, lakini kwa mapenzi yake inshallah amekuja. Allah kubariki sana. Na nahisi mmekuja darasani kina mama leo, mmestafidi. Sasa ni muda wa maswali, lakini kabla maswali ni muombe mudiri wa madrasa Sheikh wetu Sheikh Yahya Maarifu Avumbi. Nadhani umefika muda mrefu sana, kwa hiyo umefika muda wa kuja kuwepo na mgeni wako huko inshallah juu. Pili, kuna maswali ya nje. Kuna watu ambao wanatufuatilia wapo nje ya nchi, wengine wapo ndani ya nchi, na namba zetu tunatoa, basi wanatuma maswali katika simu. Kwa hiyo Sheikh, swali la kwanza, kuna mama huyu anaitwa Bi Salhat, yupo Uingereza, anauliza, Sheikh, mimi na miaka 5 tangu mume wangu amepotea na tumejaliwa kupata watoto 2, lakini sijapata talaka na huduma yote upande wa ndugu wa mume. Je, haki zangu zikoje? Sawa. Alhamdulillah. La kwanza, nawataka wanawake wote wa Kiislamu wajue kwamba ndoa haina expire date. Hakuna siku ya ku-expire ndoa. Ili ndoa ivunjike, lazima liwe limefanyika moja kati ya mambo 5. Haifi ndoa ya Kiislamu ila mpaka litokee mojawapo kati ya mambo. Ukiona halijatokea moja kati ya 5, hata kama una miaka 15, 20 hujamuona mumeo, ujue bado mke. Kwa nini? Haina expire date.
Wengine huwa mnaamua wenyewe. Unasema na mwaka wa pili leo, hamna kalamu wala salamu, au sio? Kweli hakuna salamu wala kalamu, lakini ndoa ipo. La kwanza ni ataje, sio? La kwanza kati ya yale yanaua ndoa linaitwa at-talaqul mahdhu. Maana yake nini? Talaka ya bure. Semeni talaka ya bure. Ndoa itakufa. Talaka ya bure ni mume mmegombana, amechoka, kaamua kwa hiari yake, wewe mwanamke nimekuacha hivyo, sio? Hiyo ni talaka ya, ndoa itakufa. La pili linaitwa at-talaqul mahdhu. Talaka at-talaqu bil-iwadhi. At-talaqu bil-iwadhi ni talaka ya gharama. Kina mama, talaka gani? Maarufu mnajua inaitwa khul'u. Talaka ya gharama ni mke kumchoka mume, halafu mume hataki kumuacha mke. Sasa ikizidi hali kuwa mbaya sana, yule mke anaruhusiwa kujikomboa kwa gharama kutoka kwenye hii ndoa. Hicho kitendo cha kujikomboa kinaitwa khul'u. Mwanamke atatoa gharama atapewa mume, na hiyo gharama mume akiipokea tu, ndoa imekufa. Mnanielewa? La tatu linaloua ndoa linaitwa mautu. Almautu, kifo. Akifa mmoja kati ya wanandoa, maana yake rahisi tu, na hiyo ndoa, mama, kama mumeo kafa bado ndoa ipo. Na kama mke ndo kafa, huyu mume bado ana mke. Kifo. Jambo la tatu ni kifo. Kifo pia kinaua ndoa. Jambo la nne linaitwa faskhu. Semeni faskhu. Faskhu ni mambo ya mamlaka. Maana yake ni kuvunja. Ikitokea ndoa ile, sasa hakuna tena kheri zaidi ya wingi wa shari. Hakuna tena amani zaidi ya vita. Hakuna tena mapenzi kabisa zaidi ya chuki, sio? Kwenye ile ndoa hakuna maslahi zaidi ya mafsada. Ile ndoa inaweza kuvunjwa, na wanaovunja ndoa ni watu wa mamlaka. Anaweza kuvunja ndoa hakim. Kuna mtu anaitwa hakim, kadhi, sio? Anaweza kuvunja ile ndoa. Akivunja ndoa kadhi, kwa sababu zinozingatiwa kwenye meza yake na sharia, ile ndoa imekufa. Ili jambo la kuuliwa ndoa na mamlaka linaitwa faskhu, sio? Hilo ni la nne. La tano ni kitu kinaitwa al-mushabbihatu bitalaqi. Semeni na mimi, al-mushabbihatu bitalaqi ni yale mambo yanafanana na talaka, na ni A, B na C. La kwanza linaitwa ilau. Al-ilau. Ilau ni kitendo kinachozaliwa na hasira, na yule mume akakasirika mpaka akatoa kiapo, akaapa kwamba mimi na wewe hatutolima tena, kwa kiapo. Hiyo lugha mmeielewa, eh? Akikasirika mumeo mpaka akakuapia kwa sababu ya hasira. Wewe mwanamke sikiliza, mimi ninakuapia kadha, mimi nawe hatutolima tena. Kitendo cha kukuapia hivyo kinaitwa ilau. Anatakiwa kweli asilime. Na yule mwanamke abaki anasubiri mpaka miezi mitatu. Mola anasema lilladhina yuluna min nisaihim tarabbusu thalathata qurui. Wasubiri wanawake qurui tatu. Qurui tatu maana yake ni tahara tatu. Aingie kwenye siku zake hizo mnazoita maana ya hedhi, atoharike, aingie mara ya pili, atoharike, na mara ya tatu, basi imekwisha qurui, sio? Kama kweli hapajalimwa na qurui tatu zimepita, tahara tatu, wasiokuwa na mambo ya ada za kike ni miezi mitatu, kweli hapajalimwa kwa kiapo cha mume, ile ndoa itakufa. Nanielewa? Ndoa itafanyaje? B,
B ni jambo linaitwa dhiharu. Dhiharu nayo ni hasira ya ugomvi. Mume kakasirika mpaka ametamka hivi, wewe na kuona kama mama yangu, anti alayya ka dhahri ummi, anti alayya ka ukhti, anti alayya ka binti. Yani akakutaja, anakufananisha na wale walokuwa haramu yake kuwaoa. Wewe na kuona kama binti yangu tu, wewe na kuona kama vile ninavyouona mgongo wa mama yangu. Hichi kitendo akikifanya huyu mume ni haramu kulima, pasilimwe mpaka atoe kitu kinaitwa kafaratul udhma. Kafaratul udhma, kafara kuu. Kafara yenyewe, ili wewe uwe halali yake, anatakiwa kutafuta mtumwa amwache huru. Atafute mtumwa, na sio mtumwa yoyote, mtumwa Muislamu. Tahariru raqabati mu'mina, mtumwa wenyewe au Muislamu, amnunue, amkomboe, amwache huru. Akifanya hivyo itakuwa yeye sasa halali yake tena. Mtumwa akimkosa, kama sasa hivi watumwa hamna, sio? Kuna watu hawana maarifa, wanafananisha watumwa na wale mabinti wa kazi ndani. Binti wa kazi sio mtumwa, ni mfanyakazi na ana haki kama mfanyakazi. Mtumwa hamna. Kuna nchi moja kuna watumwa mpaka leo, ni Mauritius, Mauritania mpaka leo watumwa hapo. Sasa mtu aende Mauritania katafute mtumwa amwache huru, ndo wewe uwe mkewe halali yake tena. Mtumwa akikosekana, huyu bwana huyu anatakiwa kufunga miezi 2 mfululizo. Fasiyamu shahraini mutatabi'aini, afunge miezi 2 bila kuacha hata siku moja. Ikimalizika miezi 2, wewe mke ndo utarudi. Si alikwambia wewe ni kama mama yake? Basi miezi 2 mfululizo ndo utarudia kuwa halali yake. Usipofunga je? Anasema mama, nisipofunga liko la 3. Na usipofunga sio kwa hiari yako, unatakiwa uwe huwezi kufunga kwa dharura zile za kisheria. Ni mgonjwa, unaumwa, sio? Au umeingia kwenye hizo hedhi tunazosema, au pengine unanyonyesha. Ni zile dharura za kawaida kama Ramadhani hii, au sio? Usiamue wewe ukasema sifungi mimi tu, nimeamua. It's not a decision matter. Sio jambo la wewe kuamua, ni sheria ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa yule mume anatakiwa kufunga miezi 2 mfululizo baada ya kushindwa kumpata mtumwa. Ikitokea dharura ya kwamba huwezi kufunga kabisa, ama kwa uzee, kuna binadamu wanazeeka mpaka hawezi na kufunga, sio? Au kwa maradhi yasiyotarajiwa kupona, unatakiwa kulisha maskini 60. Fa it'amu 60 miskina, ulishe maskini 60 min ghalibi qutil balad, likulli miskinin muddu, ulishe maskini 60. Yakifanyika haya, ndiyo yule mke uliomwambia na kuona kama mamangu, sasa ndo karudi kuwa halali yako. Ikiwa hayakufanyika haya, ikapita ile miezi ambayo mwanamke huwa anakaa eda, ndoa imekufa. Mnanielewa hivyo? Si ni jambo linaloitwa laanu. Semeni laanu au lianu. Ni kwa fatha ya lamu na kisra yake. Laanu nayo ni hasira iliyotokana na kutuhumiana uzinifu. Mambo ya mume na mke kutuhumiana nini? Uzinifu. Wewe mke wangu mzinifu, wewe mume wangu, hiyo haramu. Tuhuma hizo kwanza haramu. Unatakiwa ukisema mke wangu umefanya uzinifu, unatakiwa kuwa na mashahidi 4 walioona tukio la uzinifu. Kama ukimwambia mkeo mzinifu na mashahidi 4 huna, unatakiwa kupigwa bakora 80 mbele ya kadhi. Na kama ni mume umemtuhumu mmeo mzinifu na mashahidi walioona hapo, we mama utapigwa bakora 80. Na nielewa hivyo? Na uzinifu sio kukuta message kwenye simu. Umekuta message kwenye simu, ameambiwa kwenye simu le I love you, unasema umezidi, umeona hii? Ukisema kazini kwa kutegemea neno simu, utapigwa bakora 80. Nini kina mama? Kuwaona mwanamme na mwanamke wameongozana,
kuwaona mwanamke na mwanamume wamekaa kwenye kitanda, umewaona wanaingia kwenye nyumba ya wenyeji. Unanielewa? Nyumba ya wenyeji mnaijua? Wengine wanaita nyumba ya wageni. Uongo tu, wanaingia watu hapa. Ule ni uongo tu. Mume wangu nimeona atoka nyumba ya wenyeji ile. Mzinifu, utapigwa bakora 80. Haya yote hata uwakute wamesimama wamekumbatiana, mmeo na mwanamke mwingine, marufuku kusema wamezini. Utatiwa fimbo 80. Utatiwa fimbo 80. Kwa sababu haya yote haitwi uzinifu, yanaitwa kukaribia zinaa. Mola kwenye Qur'an kasema vipi? Wala taqrabu zina. Kwa hiyo yote haya yanaitwa kukaribia, sio kuzini kwenyewe. Kuzini kwenyewe ni mpaka ionekane na watu 4, uonekane mwiko. Sasa mwiko upo kwenye sufuria na upishi unaendelea. Lugha hiyo kama hujanielewa basi. Na huo upishi unafanywa na watu hawakuoana. Kwa hiyo wakatuhumiana zina mtu na mkewe, wakatuhumiana, kila mtu akapinga, wanapelekana kwa kadhi. Sasa sio kufika kwa kadhi, yule alotuhumiwa uzinifu anasema mimi sijafanya mambo haya. Huyu mwanamke mwambie alete ushahidi wa watu 4, au huyu mume wangu alete ushahidi wa watu 4. Ushahidi si hamna, kwa sababu ushahidi wa watu 4 ni mtihani. Jambo hili linafanyika ndani, na sio tu ndani, sio sebleni, chumbani, na huko chumbani mara nyingine na taa inazimwa, mambo mengi kidogo huko. Sasa mpaka watu 4 wakaone kazi ngumu kidogo, sio? Maana mpaka huyo awe ni kiasi cha mtu mbea wa hali ya juu sana. Kuna watu wanasema mbea sio muongo, tatizo lake anapeleka taarifa kabla ya kutumwa. Sasa mwisho hawa watu wataapiana. Huyo anayemtuhumu mwenzake na mashahidi hana. Yule bwana anasema mashahidi kama sina, mimi naapa kama kweli kafanya. Viapo 5. Aape viapo 5 kama anathibitisha huyo mume kafanya au mke kafanya. Akishaapa mara 5, huyo anayetuhumiwa inabidi aadhibiwe, sio? Naye anasema na mimi nathibitisha sikufanya, naye anaapa viapo 5. Jumla viapo vingapi? Vikitimia viapo 10 yanatokea mambo matatu hapo. La kwanza, ndoa imekufa hapo. Baada ya viapo hivyo 10, ndoa imekufa yenyewe, sio kungoja talaka. La pili, hawa wana ndoa walofika kuwapiana hawatorejeana mpaka kiyama. Hakuna tena, yani wamekuwa kweli kama mtu na mama yake, si ndio walivyoambiana? Hawatorudiana mpaka kiyama. La tatu, ni mmoja wao kusubiri zile hasira na ghadhabu za Mungu zimshukie. Maana kiapo cha 5 ilikuwa la'natullahi alaiha in kanat min alkadhibin. Alisema laana za Mungu zimujie kama ni muongo. Sasa kama muongo kweli anasubiri hizo laana, si unanielewa? Sasa hivi vitatu hivi, kuwapizana, kufananishana na watu ambao haramu kuwaoa, na kule kuwapiana kama hakutolimwa, haya matatu yaitwa mushabbihatun bitalaki. Ukichukua na yale 4 ya mwanzo, talaka ya bure, talaka ya gharama, kifo, ndoa kuvunjwa na mamlaka, na moja ya haya matatu, lolote litakalotokea, ndoa ya Kiislamu ndio inakufa. Mmenielewa kina mama? Likiwa halijatokea lolote kati ya haya, we bado mke na yule bado mume, na akifa utakaeda. Sasa mama yetu wa Uingereza tunamsaidiaje? Amsaidia pa kuanzia, atafute wazazi wa huyu mume. Kama ana wazazi wake, aende kwa wazazi wa mumewe, akaseme mume wangu mwaka wa 5 leo sijui alipo. Na ndo katueleza Mwenyezi Mungu, ikiwa kuna tatizo kwenye ndoa, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Watafutwe wazazi. Kina mama, wazazi si wameshirikishwa wakati ndoa inafungwa hii, au sio? Sasa inapotaka kuharibika pia washirikishwe wazazi. Wazazi hamna, huyu mama aende kwenye mamlaka, aende kwa kadhi, akalalamike jambo lake hili. Aseme, kadhi, mpaka leo mume wangu sijui alipo, na sasa naogopa, huu ni mwaka wa 5, naweza kuingia kwenye machafu, na mimi namuogopa Mola wangu. Sasa kadhi atasikiliza, atatafuta njia za mawasiliano na huyo mume. Zikikosekana kabisa, kadhi atafanya kile nilichokuambieni, kinaitwa faskhu, sio? Ataivunja ile ndoa. Ataandika, mimi
fulani bin fulani, kadhi wa mahala fulani, leo tarehe fulani, mwezi fulani, hapa saa fulani, nimeivunja ndoa ya fulani bin fulani ambaye alimuoa fulani binti fulani, na ndoa yao imedumu kwa muda fulani, wana watoto idadi fulani. Leo ni mwaka wa 5, huyu mume hajulikani alipo, na huyu mke ameshindwa kuvumilia kwa ajili ya saddun lidharia, kuzuia yasitokee machafu. Nimeivunja hii ndoa kuanzia leo. Ndoa imevunjika. Baada ya kuvunjwa ndoa, yule mama atakaa eda. Akishakaa eda, ikimalizika, atakayekuja kumbeba aje kumbeba tu, na kama atambeba sasa alafu yule mume wa zamani akarudi, ataambiwa ujinga wako umekuponza, katafute mwingine, huyu kashaolewa. Wallahu a'lam. Nadhani dada yetu Salha ambao upo Uingereza, Sheikh mwelewa. Huyu wa pili anaitwa Mama Maryam, yupo Stockholm, Sweden. Yupo nchini Sweden. Anauliza, sisi wanawake ibada zote tunazipenda, jaba tunafanya kwa kuungaunga, ila swala la kubali ukiweza kwetu imekuwa mtihani. Je, katika hili tunapata dhambi? Dada yangu wa Sweden, Stockholm, kukataa ukiweza ni kupata dhambi. Ni kupata dhambi kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza ni kushughulika kuzuia jambo aliloruhusu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mpango wa mwanamume kuwa na wake wengi sio mpango aliouweka mwanadamu. Mpango huu kauweka Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ni kujaribu kuzuia huo mpango wa Mungu. Lakini la pili ni kutengeneza sababu za huyu mume mmoja kuja kuwa mzinifu. Kila ukikataa mumeo kuoa na akakusikiliza asioe, kuna hatari ukawa wewe ni mke mmoja tu, lakini una wanawake wenzako wazina 100 huko nje, na itakuwa sababu ni wewe unayezuia. Kwa hiyo madhambi yapo. Jambo jema ni kumwambia mmewe, sikiliza mume wangu, mimi naona bora uoe wote 4 kabisa, udhia uishe. Kachukue 4 tumalize huo wimbo uishe. Utakuwa umefanya bora sana dada yangu wa kule Sweden. Ukizuia haiwezekani. Na usisahau dada yangu, mmeo kakuoa kwa baadhi ya sifa tu, nyingine huu na sasa atatafuta huko kwingine, utakuwa ushamponza. Na kuomba sana mruhusu kuanzia leo akaoe. Wallahu a'lam. Mama zangu, naomba utulivu kidogo. Jambo letu lipo live, kama watu wanapiga simu na kutuma message wanafuatilia. Kwa nidhamu yetu ndio tutatufanya kidogo tuende sawa. Huyu anauliza, Shekhe, nimeolewa lakini mume hanihudumii na nimedai talaka. Je, kudai kwangu talaka naruhusiwa kurudisha mahari? Mume hafanyi nini? Mume hamhudumii. Ndio. Kwa hiyo baada ya mume hanihudumii, nimeamua niondoke, nimedai talaka, nimeondoka tu. Je, naruhusiwa kurudisha mahari? Kwanza haiitwi kudai talaka. Wanawake wengi duniani wakichoshwa na vituko vya ndoa huwa wanasema nadai talaka. Hayo ni maneno batili. Talaka huwa haidaiwi, inaombwa. Kwa sababu talaka sio mali ya mke. Talaka ni mali ya nani? Ya mume. Kwa hiyo huwezi kusema unadai wakati kitu sio cha kwako. Kingekuwa cha kwako usingekuwa nayo mwenyewe, ungetoa tu. Talaka ni mali ya mume, kwa hivyo kitu cha mtu hukidai, ila unafanyaje? Unaomba. Lugha hasa ni kusema naomba talaka yangu, sio? Na ukipatia zaidi, hiyo yangu pia itoe, maana sio yako. Useme naomba tu talaka. Pa kwanza ni hapo. Na hii ni fadhila ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi nawawakilisha wanamume wenzangu dunia nzima kumshukuru Mungu hapa kwamba talaka tumepewa sisi wanamume kuwa nayo. Alhamdulillah. Talaka wengepewa wanawake ikawa ni ya kwao,
Wanamume mngeshaachwa talaka 100, wengine mngepewa 250. Mwingine anambia talaka hizi 100 nyingine utagaia mtaani kwako pale, utampa na mjomba wako huko shamba. Hivyo wanawake, na Mungu alivyowajua wanawake wengefanya hayo, ndio maana akawanyima talaka tukapewa sisi. Kwa wanamume wenzangu huko mliko, na wawakilisheni kumshukuru Mungu, tumepewa kitu ambacho wengepewa wenzetu, tungedhurika sisi, tungedhurika sana.